Karibuni kwa mara nyingine tena ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe Aprili 9 mwaka 2025 na haya ni matangazo yetu ya jioni. Katika kile ambacho tumekuandalia ndugu mtazamaji ni kwamba fununu za kurejea kwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwaleta utata, huku ikizua maoni mseto kwa wanasiasa kama vile wachambuzi wa masuala tofauti. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla tuendelee, kila ambacho tutakuomba wewe ambao bado hujasubscribe yaani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia kama wapi ulipo, wapi unakotufuata, na kwa mwisho usikose kushare yaani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Naam, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, leo tutazungumzia kuhusu fununu zinazosema kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila atarejea nchini. Kinachopewa uzito ni fununu zinazosema kwamba kurejea kwake nchini atapitia maeneo ya mashariki mwa nchi. Mashariki ambako sehemu za mkoa wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini kuna maeneo ambayo yanadhibitiwa na kuvamiwa na RDF jeshi la Rwanda kupitia M23 kama vile AFC. Na tayari uvumi huo umezusha na kuzua maoni mseto, huku kila mmoja wakichambua hali hiyo kwa namna yao. Tumemwalika wa kwanza ni wakili Ferdinand Kambele, ambaye huyo ni katibu wa kudumu wa chama cha PPRD chake rais mstaafu Joseph Kabila, ili aweze kutuzungumzia kuhusu fununu hizo. Je, mwenyewe anazo au la, na hupi mtazamo wake kuhusiana na fununu hizo? Karibu ndugu Mseke. Hii fununu ya kusema rais mstaafu sasa narudi, ambayo tunaifuata kwa kupitia njia ya Jeune Afrique, na waza inakuwa kwa kuona credibility ya Jeune Afrique ya kusema hakuna haja ya sisi kuwa na msito yoyote kwa kufatana na hiyo, na kufatana na ile alisema deja kutamka kutoka South Africa, Namibia, ya kusema sasa naye lazima simamishe yote alikuwa anafanya nje ya inji, arudi ndani ya inji yake, aweze kushishwa kwa njia zote za kutafuta usalama. Kuhusiana na hilo nimeweza kuzungumza pia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, naye huyu akiwa mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, nikimpachika jina la Yusufu Msomi. Kutokana na usalama wake, huyu alikuwa na mtazamo huu kama vile mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika. Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Kutokana na swali lako, kutokana na hali ya nchi ya Kongo na Afrika kwa jumla, zaidi sana maziwa makuu, kutokana na fununu hizo za ujio wa rais mstaafu Mheshimiwa Rais Joseph Kabila kutoka sehemu alipo na kuelekea kwenye nchi na kupita sehemu ambazo zimedhibitiwa na waasi, mimi kama mchambuzi wa Afrika wa masuala ya kisiasa, nachokiona kwa upande wangu, inawezekana rais mstaafu akawa muhusika namba moja wa uasi huo, kama anavyosema rais aliyekuwa madarakani. Tukichambua kwa undani zaidi, yeye ni senatera ametoka, amekimbia nchi, ameenda uhamishoni kwa sababu za kisiasa anazozijua mwenyewe. Nchi imeingia kwenye vurugo. Rais anawaalika wote waende wakae chini ili watatue tatizo la nchi, ila mpaka sasa unavyo ni swali hizo hataki kurudi nchini.
Kutokana na swali lako, kama kweli atatoka sehemu alipo na ajikute ameingia sehemu ambazo zimemilikiwa na waasi, kwa mtazamo wangu mimi kama mchambuzi, imeonyesha sura moja kwa moja yeye ni mhusika namba 1 wa uasi unaoisumbua nchi ya Kongo. Nilirejea tena kwake Bwana Ferdinand Kambere ambaye yeye huyo ni katibu wa kudumu wa chama cha PPRD, na kumuuliza ikiwa wahenga wanasema lisemwalo lipo na endapo alipo basi litakuwa ndiani, endapo habari hizo au fununu hizo zitakuwa za kweli, mwenyewe anatathmini kivipi fununu zinazo uvumi unaoenea kote kwenye mitandao ya kijamii, hata mjini kama vile vichochoroni, kwenye baa na sehemu zingine? Ndugu Mseke, hii kitu iko naonyesha njia pale atapitisha na pale atapoenda, fasi gani atakaa, sijua watu wanaitosha wapi. Lakini ile iliandikwa kwa Jeune Afrique ilikuwa kusema atarudi kupitia njia ya mashariki ya nchi yetu. Sasa hii haiwezi kuwa kitu ya kushangaza. Hakuna hata surtisho hata mmoja kwa mkongomani kuwa kusema kama iko nje ya nje. Wakati anarudia lazima arudie kupitia Kinshasa, lazima arudie kupitia Lubumbashi. Hakuna surtisho hata moja ndani ya sheria yetu. Kongo yetu ni kubwa, Kongo yetu ina mipaka na nchi jirani karibu 9. Donc mtu anaweza akachague popote. Ile Jeune Afrique ilisema kusema atatokea mashariki. Kwa nini itawashangaza watu, kwani jua inalamuka mashariki na inaenda kaskazini? Haiwezi kushangaza watu. Donc tuache jua ilamuke mashariki basi na iendelee. Mie nawaza mashariki ya nchi yetu ni kubwa, na rais mstaafu ana makao fashi yote, iwe Beni ana makao yake pale, iwe Lubero pale Msienene ana makao, iwe Kisangani ana makao, iwe Uvira ana makao yake pale, Sud Kivu ana makao, Goma ana makao, Lubumbashi ana makao, Tanganyika na makao yake. Pale popote atapenda kaparudirie kufatana na miradi yake. Kwa nini iwe ulizo ya watu atapitia wapi kwa kufatana na nini? Yeye anarudi kwanza ndani ya nchi yake. Hii nawaza njui na kwa kwanza jambo kubwa ambayo inaleta tena furaha ya kusikia. Ule ambayo waliendea kuleta vitisho, walimuendea kumtia mastaki ya bongo tu, wakati anaitika kurudia, paske ukaangalia hii interview yake ya mwisho alifanya, wakati walipomuuliza mbona inaonekana kama we ndio unaleta support kwa hawa watu wanapigana na serikali. Kitu aliuliza tu ilikuwa ni moja ya kusema sasa simwaulize wao walete mapreuve ya ile mambo wanakuwa wakitamka kiolela na kiovyo. Yeye leo anapashwa rudia. Leo tuko wakati ya kusema, wakati alisema kama njia za kurudisha tena usalama katika nchi ya Kongo hazitakuwa njia za kusema vita, hapana. Ni lazima wakongomani wakae kati yao na waongelee nini ilipo juu amani iweze kurudia. Alisha kusema deja ile yote. Kurudia kwake hakupashwa stula wenye utawala, walipashwa kuwa wa kwanza kufurahi kusema huyu mtu tunakuwa naletea vitisho, tunakuwa naletea mastaki, kama narudi ndani ya nchi na kusema napenda ushishwe na njia zote za kurudisha usalama. Hii ni jambo muhimu ambayo tunapashwa kufurahika nayo sisi wote. Itakuwa tabu ikuwe sasa kuanja kuongea mambo ambayo haina msimamo yeyote. Asante. Lakini hata hivyo kuna mambo yanayogonga vichwa vya watu na maswali chungu mzima yanayogonga vichwa vya habari kuhusu kwa nini rais mstaafu Joseph Kabila baada ya kumaliza siku tosha miaka nyingi nje ya nchi, ikiwa atawasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
aje apitie maeneo ambayo ni ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aswa fununu zikizungumzia mji wa Goma au mji wa Kisangani. Tukichukulia mji wa Goma ni mji ambao unamilikiwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda. Bila shaka mji wa Kisangani bado kushikiliwa na wapiganaji hao, licha ya vitisho vinavyotolewa na mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni nchini Uganda kutishia kuvamia au kutaka M23 kuingia mji wa Kisangani, akisema kuwa tayari kuiunga mkono. Lakini kufikia sasa mji huo ungali bado mikononi mwa serikali ya Kongo Kinshasa. Endapo habari hizo ni za kweli, kwa nini rais mstaafu, tukichukulia mji wa Goma kwa mfano, kwa nini kuingia nchini akianzia mji wa Goma unaomilikiwa na wapiganaji wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC? Kuhusu swali hilo, bwana wakili Ferdinand Kambele alikuwa na haya ya kueleza. Ndugu Mseke, hii ya kusema kwa nini yeye atachagua tu arejee nyumbani kwa kupitia maeneo ambayo inamilikiwa sasa na hivi vyama ambavyo vinapiganisha serikali ya Kinshasa. Nawaza ya kwanza hakuna hakikisho yeyote kama yeye alihakikisha kama tarudiria njia kule ambapo wale unataja wanakaa. Hakuna. Ndani ya Jeune Afrique wakati anasema ngambo ya mashariki ya Kongo ndipo watarudiria. Wao hawaja miliki mashariki yote ya Kongo. Kuna Beni inamilikiwa na serikali ya Kinshasa, kuna makao yake ya Musienene inamilikiwa na ni maeneo ambayo inamilikiwa na serikali ya Kinshasa. Uvira inamilikiwa na serikali ya Kinshasa, uko Tanganyika ni Kinshasa, Lubumbashi ni Kinshasa, Kisangani ni Kinshasa. Alo tuache maspekulation ya burebure. Ya pili, na itakuwa vile. Leo Kinshasa haikupashwa tena kuwa ya kwanza kusema mtu asifike Goma. Tuliona wapadri walienda huko, ikakuwa ni njia zote za kutafuta usalama. Kwani en plus ya maresolution yote maprocessus ilikuwa Luanda, walienda pale kutanzania, hii walisema sommet conjoint EAC SADC. Ndani ya maresolution kuna kitu ya kusema lazima wakongomane wakae na walete solution kwa mambo yao yote. Kamata resolution ya mwisho ya Conseil de Sécurité 27/73. Resolution ile ndani mule muna kusema majeshi zote za nje zitoke ndani ya Kongo, vita ikomeshwe na watu waweke silaha chini, wakongomani waweze kukaa na waongee kati yao juu ya kuleta solution. Sasa leo hata mtu akachagua arudie Goma kama na makao akae kungoja hii miradi yote ambayo inapashwa pangiliwa, watu waongee na kimya irudie. Kwa nini tastula watu leo kuongelea mambo isiyo na msimamo yeyote, kusema fulani alitokea Goma, ijapokuwa unajua vizuri kama wao wana deja mpango ya kusema watakutana na hao wandugu wa M23 uko Doha. Donc sasa wao watakutana. Jana waliwaita wa terrorist, leo walisha kubali, ukafata matamko ya ministre wa affaires étrangères ambaye yeye anahusisha serikali ya Kinshasa. Alisema lazima wataongea na wale watu wa M23 uko Doha. Ile ilianza kusemwa tangia huku Angola, kule Tanzania, waongee wao kama serikali na wale wa ndugu wa M23. Ile itatuhusisha na nini maongezi yao M23 na serikali ya Kinshasa? Lakini kabla tuende tumalizie swala hili au mada hii kuhusu fununu za kurejea kwake rais mstaafu Joseph Kabila, wacha kwanza nizungumuze tena na mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, bwana Yusuf Msomi.
Kwa nini swala hilo la fununu liweze kutokea wakati huu ambao siku ya Jumatano leo hii kumeweza kuandaliwa kikao kitakachowakusanyisha wakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale wa M23, na ikiwa leo kabisa ndiyo mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja au ya kukutanisha makundi mawili hasimu huko Doha, Qatar? Na nini kitarajiwe kabisa kwenye mazungumzo hayo ya Doha? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa mtizamo wangu sijaona solution ambayo itatoka kwenye kikao hicho kama mchambuzi. Kwa nini nimesema sijaona solution ya kutoka kwenye kikao hicho? Sababu mpaka sasa hivi hatujaona lengo na mazumuni ya matatizo ya nchi ya Kongo iende iongelewe nje za nje. Matatizo ya nchi lazima kwanza ingeongelewa ndani ya nje, ndo baadaye waende Doha. Lakini wameanzia kuongelea masuala ya nchi za nje. Kama ni tatizo la M23 na government, ni jambo la serikali kuwasikiliza na kuangalia namna wanaweza wakatatua tatizo hilo. Rais wetu alisema kwa muda mrefu, ndo ninapoiona kama hakutatoka suluhisho lolote, sababu kila siku rais aliimba hata ongea na M23 ni materrorist. Imekuwaje leo wamekubaliana waende waongelee nje za nje? Na kutokana na uchambuzi wangu na udadisi wangu kama mchambuzi, kama hicho kikao kinaenda kufanyika Doha, yawezekana rais naye kuna kitu anachokifahamu kuhusu vurugo zinazoendelea nje, sababu kwenye mdomo wake mwenyewe amewashutumu na kusema M23 ni magaidi. Tena leo yeye rais kachukua safari na kwenda uhamishoni kwenda kuongea na magaidi, na kama sio magaidi arudi kwenye nchi, wakae kwenye meza, amani irudi, watu waendelee kuishi. Ndio maana nimesema uwepo wao aiza safari zao za kwenda Doha hazitaleta suluhisho lolote, sababu yeye mwenyewe anaendelea kusema wale ni magaidi, na wao yeye anayesema ni magaidi, na wao wana ajenda zao ambazo labda serikali haitaweza kutekeleza wanachokidai. Na kwanza hayo ndo kwa upande wangu na uona ugumu, ndugu mwandishi. Basi kabla tuendelee na kuweza kusikiliza maoni ya baadhi ya wakahaji kuhusu swala hili nyeti, turejee kwake katibu wa kudumu wa chama cha PPRD kinachoongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, na isi mwingine ni wakili Ferdinand Kambele ambaye ameweza kutujia hapa na mtazamo wake kuhusu kile ambacho rais mstaafu anahisi kwamba kinaweza kuleta suluhisho kwenye mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naye karejea akisema sisi ambayo au rais ambayo inamwangalia, paski alisema solution yetu haitatoka ni kubazungu ni ba mediateur ya nje nini, lazima wakongomani wakae. Kwa nini serikali ya Kinshasa kila mara wao kukaa na wapinzani wa ndani inakuwa kama zambi kubwa? Lakini wataikala na Kagame haiko problem, wanaenda ongelea Doha haiko problem, walikale na Waganda haina problem, waache jeshi ya UPDF ndani yetu haina problem kwao. Sasa leo wakati dunia mzima wanatarajia kama wakongomani wakae, kwa nini naweza kushangaza mtu kusikia anatokea hata Goma, hata Bukavu, hata penginepo, hata maeneo ingine inaweza kuwa ya nani? Haingepashwa kuwa tena shida. Ilipashwa kuwa furaha kuona wakongomani wote waanje wakarudie, hata wale wako kwa diaspora, na kusema tutarajie sasa sisi wote tuende kwa mazungumzo na tuone depuis 1960 kwa nini vita kila mara ndani ya nchi yetu. Hii ndio ya muhimu. Asante. Watazamaji wetu pia wasikilizaji, wacha basi tujaribu kusikiliza maoni ya raia hawa ambao wanaweza kuzungumzia kuhusu mada ya siku.
Nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja na haiwezi kugawanyika kamwe. Nafikiri kwamba Bwana Joseph Kabila Kabange wakati anasema anaweza kutokea hizo fununu kusema anaweza kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuonesha kwamba nchi yetu sharti baki moja na haiwezi kugawanyika kamwe. Na pia ni kujua ya kwamba yeye ndiye amempatia mamlaka Bwana Tshisekedi, ameongea naye, na hapo Bwana Corneille Nangaa alikuwa yule ambaye alikuwa anasimamia seni hiyo wakati. Tunafikiri pia ya kwamba anaweza kuleta pia mawazo kusema, je, si tulikuwa tulizungumza hivi kusudi amani irejeshwe? Tunafikiri hiyo jambo ikiweza kufanyika mambo itakwisha. Ni kusema ni mshangao mkubwa sana kuona rais wa zamani ambaye alikaa kwenye kiti ya Kongo panda 18 miaka 18, ambaye alikuwa amekimbia imekuwa miaka 2, anaweza kuwa na uoga ya kurudi Kinshasa. Sisi tunajua kama kwa sasa hali ya mashariki ya Kongo inakuwa shida, na kama angerudi hakatazwe kurudi, lakini angepasha rudi akifikia Kinshasa ama Lubumbashi ama fasi zingine kwenye hakumilikiwe na wauni wa M23. Akifika mahali M23 inatawala, masemi ambayo ilikuwa inasemeka fununu ya kusema kama yeye ndiye mkubwa wa M23 na yeye ndiye bosi wao, na itakuwa ni ukweli. Na kama government yetu ya Kongo inajua kama tayari yeye yuko nakuja na inji ambayo anakuwa, ingekubidi anaswe na afungwe, kwa sababu ujio wake ndani ya zone ya M23 itasaidia tena adui kuua watu zaidi na kuendelea zaidi. Ni hivyo, kwa sababu raia wanaoteseka, wakimbizi na wenye wanakuwa ndani ya mikono ya M23 kwa leo wanataka amani. Ni kusema tunapokamata miaka 18 ambayo Joseph Kabila aliweza kuongoza, na tukikamata miaka ambayo ametoka kwenye kiti, miaka 5 hangekuja kudestabilize, ijapo anakuwa senateur. Angerudi Kinshasa kwenye kiti ya Sena na kurudi kuenda saidiana na wengine ili kurudisha amani. Ni hiyo tunazania. Basi ni kupitia hayo ndiyo tumeweza kutuananga kwa matangazo yetu ya leo. Kuomba wewe ambaye ni mtazamaji, wewe ambaye ni msikilizaji, wewe ambaye unatupenda, usiondoke kabla hujasubscribe, usikose kuacha comment yako, usikose kutuandikia wapi uliko, usikose kulike, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, basi tunasema asante kwa kuandamana nasi tunawapenda zaidi.